Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa chaneli hii ya Tiba Facts Online TV. Alhamdulillah, tunamshukuru tena Mwenyezi Mungu ametuwezesha tena kukutana katika darasa. Na leo bwana kuna baadhi ya watu walikuwa wananiuliza swali moja linalofanana kwamba ni jinsi gani naweza nikatumia majina ya barati kwa ajili ya kuvunja nguvu za uchawi katika mwili. Mwingine akasema nawezaje kujitibu magonjwa yanayotokana na uchawi kwa kutumia majina ya barati. Mwingine akasema ninawezaje kuvunja nguvu za kijini kwa kutumia majina ya barati. Hili swali lipo tofauti lakini jibu lake ni moja. Ni kuvunja kila aina ya uchawi au nguvu za uchawi au nguvu za kijini katika mwili. Unawezaje kutumia majina ya barati kufanya hayo? Jamani, maswali kama haya nimeshajibu katika klipu tofauti zilizotangulia, lakini leo pia nitajibu swali hili kwa ajili ya faida ya wengi ambao watakuwa hawafahamu namna gani unaweza kutumia majina ya barati katika kuvunja nguvu za uchawi katika mwili. Majina barati ni yale majina 28 ya Mwenyezi Mungu aliyo katika lugha ya Kiebrania, ambayo kwa usomaji wake yanasomeka, mfano wake ni kama ifuatavyo. Husomwa kwa mtiririko wa idadi ya mara mbili, yani barati, kariri, tatiri, turan, mazjal, bajal mpaka jina la mwisho huenda kwa idadi hiyo ya mara mbili. Lakini majina haya Mwenyezi Mungu ameyapa nguvu na uwezo mkubwa wa kufanya maajabu mengi katika ulimwengu wetu huu wa kibinadamu, hususan katika kutibu magonjwa, kuvunja nguvu za kichawi, nguvu za kijini, kuvuta, kuharibu na vitu vingine vingi. Ukisoma katika siri za majina barati utakutana na mambo mengi sana yanayohusu majina haya. Lakini majina haya yamekuwa yakitoa nguvu hiyo ya kuadhibu, kuangamiza, kuharibu na kutengeneza kwa sababu yamepewa uwezo wa kutumikiwa na viumbe. Yaani unaposoma majina ya barati, ule unakuwa ni wito maalumu wa viumbe vya kiroho vinakuja kukutumikia au kukusikiliza wewe msomaji. Ndio maana utakuta msomaji wa majina ya barati anapoanza tu kusoma au baada ya kumaliza kusoma huwa anajihisi uchovu wa mwili, aidha kichwa kuuma au kupiga miayo. Yani inatokea tu hali ambayo yeye hakuizoea katika mwili wake, au anaweza kaingiwa na hali ya usingizi. Vitu kama hivi huwa vinatokea. Sasa ni kwa nini inatokea hivyo au kusisimka kwa mwili? Ni kwa sababu wale viumbe wanapokuja kusikiliza ule wito unaousoma wewe pale, yani unapoanza kusoma majina ya barati, basi wale viumbe wanafika pale. Sasa wanapofika pale, nguvu wanayokujaga nayo huwa ni kubwa, nguvu ambayo ni nguvu ya kirohania au nguvu ya kiroho. Nguvu hii wamepewa viumbe wawili tu wenye uwezo wa kuimiliki nguvu hiyo, ambao viumbe wa kwanza ni malaika na viumbe wa pili ni majini, ndio wenye wana nguvu ya kiroho. Binadamu yeye hii nguvu hajajaliwa, isipokuwa anaweza akapewa au kuingiziwa kupitia viumbe wa kiroho hao endapo kama wataweza kumpea nguvu hiyo. Sasa ile nguvu wanapokuja wale viumbe pale, wanakuwa ni kama wewe, wanakutia nguvu katika mwili wako. Na matokeo ya nguvu hiyo ndio analeta athari ya yale maumivu ya kichwa au uchovu wa mwili na mengineyo. Lakini nguvu hiyo unapoipata wewe katika mwili wako ambayo hukuizoea, ikishaingia basi ndipo hapo na wewe unaanza kufanya maajabu, kama vile kuogopeka na maadui zako, hususan wanaokuwa na mambo ya kishirikina. Unaweza ukaanza kuogopwa na watu aina mbalimbali, lakini vile vile
unaweza ukawa ni mwenye kuwadhuru watu endapo kama utawaapiza vitu vibaya. Na ndio maana tunashauri siku zote mtu mwenye anasoma majina ya Baratii ajiepushe na mambo ya hasira na kuwapa viapo visivyokuwa na msingi. Kwa sababu mtu mwenye anasoma majina ya Baratii akikuapiza au ukamkasirisha akakuapiza jambo, basi balaa linaweza likakufika ambalo hukulitarajia. Kwa sababu yeye tayari anakuwa ameshakusanya nguvu za viumbe mbalimbali wanaoweza kumtumikia na hawako tayari kumuona akihuzunika wala kupata tabu. Sasa ukishaanza kumkasirisha, basi wale viumbe wanaweza wakaja wakakuadhibu wewe kwa sababu ya kumridhisha bwana wao. Lakini kwa bahati mbaya viumbe hawa hawakai kwenye kichwa cha mtu. Wao huwa wanaambatana na wewe pale unapokwenda popote pale, lakini wako tayari kukusaidia katika majambo yako mbalimbali. Na pale unapoudhiwa au kutiwa madhara au kusudiwa kufanyiwa ubaya, hapo usimama na wewe na kuadhibu maadui zako. Sasa hii ni habari ndogo tu inayowahusu hawa viumbe wanaotumikia majina ya Baratii ambao tumezoea kuwaita mahudamu. Na kumbuka jina moja la majina haya ya Baratii linashikiliwa au kusimamiwa na mahudamu zaidi ya 50,000. Nimekuwa nikipata feedback mbalimbali kwamba mtu anasema, "She, mimi nimesoma jina la Baratii, kuna siku nimeota watu wengi sana. Labda wananitukuza au wamekuja kunitembelea." Sasa anashindwa kuelewa watu wengi ni wa aina gani. Ni mahudamu wa majina ya Baratii. Unapoanza kuyasoma haya majina ya Baratii, huwa wanapenda kuja kukutembelea baadhi ya siku. Wanaweza kaja kupitia ruhiyati, yani ndoto, ukawaona na unaweza ukaona wewe ni mtukufu katika wengi. Ukaota ndoto za design hiyo, basi ujue hao ni mahudamu wa majina ya Baratii. Sio lazima jitambulishe, sisi bwana ni mahudamu, hapana. Utaona tu watakuja katika mazingira ambayo wewe mwenyewe hukutarajia, na mwisho wa siku unaweza ukatukuzwa au ukaonekana ni mtukufu au ukapata faraja kubwa sana. Lakini vile vile matukio kama haya nimeyashuhudia kwa wagonjwa baadhi niliwahudumia kupitia majina ya Baratii. Unamsomea labda majina haya Baratii, anakwenda kulala au nampa dawa iliyosomewa majina ya Baratii, labda ni kombe. Anapoanza kutumia ile dawa anasema, "She, nimeona watu wengi sana wakinipigania mimi. Kuna maadui walikuja kunishambulia, lakini walikuja watu wengi wakawakatili ambalo wale maadui zangu na kuangamiza kabisa, lakini hawa watu siwajui wala sijui walitokea wapi." Ile yote ugani mahudamu wa majina ya Baratii wanakuja kukusaidia. Kwa hiyo yapo mengi tunaweza kuzungumza kupitia majina ya Baratii, lakini leo tutajifundisha njia moja tu ya kuvunja kila aina ya uchawi katika mwili wa binadamu unapokuwa umelogwa. Sasa kabla tujaingia kwenye somo la leo, tuna ile ofa yetu ambayo tulitangaza ya kupata vitabu 12 vya elimu hizi za tiba, ikiwemo majina ya Baratii, elimu ya abjadi na vinginevyo. Ofa hii bado inaendelea. Tuko katika 10 la pili la mwezi mtukufu wa Ramadhani, 10 la maghfira, 10 la kupata msamaha. Na siku chache zijazo tutaliondoka 10 hili na tutakwenda kwenye 10 la kuachwa huru na moto. Sasa 10 hili la maghfira bado tuko na ile ofa kama tulivyotangaza. Ofa itadumu ndani ya mwezi mzima na kila mmoja anaweza kanufaika endapo tu kama unatamani kumiliki vitabu vya elimu hizi za tiba tunazo endelea kujifundisha hapa katika channel. Iwe ni elimu ya mitishamba, elimu ya dua kupitia Qur'ani, elimu ya majina ya Baratii, elimu ya abjadi, au elimu yoyote unayoifuatilia katika channel hii, ujue basi kuna vitabu vyake ambavyo vinakuwa vimekusanya elimu hiyo. Sasa hivyo vitabu ndio kwa ujumla wake mpaka saizi vipo idadi ya 12. Na vitabu hivi 12 kwa thamani yake halisi ni 1,185,000 ndio unavipata tena kwa mfumo wa PDF. Lakini leo hii unavipata kwa punguzo la bei ya shilingi 45,000 tu. Ukishafanya malipo ya pesa hiyo unavipata vitabu hivyo. Sasa utaratibu upo hivi kwa wale wanaokuwa ndo mara ya kwanza kusikiza maelezo yao
maelezo haya au hawaelewi sasa nifanyeje na mimi nufaike na ofa hii. Utaratibu wa kunufaika na ofa hii upo hivi. Cha kwanza, unatakiwa ulipie shilingi 45,000 kwenda namba mojawapo katika hizo 3 unazoziona hapo katika skrini. Kuna namba ya Airtel, ya Tigo na ya Vodacom. Ukishafanya malipo katika namba hizo mojawapo, lakini namba zote zinatumia jina la Bashir Hussein Lugamba. Ukishaona kwenye muamala wako limetokea jina hilo, basi thibitisha malipo yako, utakuwa uko sahihi. Ukishafanya malipo sasa, ule muamala unaokueleza wewe imethibitishwa kiasi kadhaa kimetumwa kwa Bashir Hussein Lugamba, utakipiga picha kupitia simu yako au uta screenshot, kwa wengine wanasema hivyo. Baadaye ujumbe huo utakuwa ni uthibitisho wa malipo yako. Utanitumia mimi tena WhatsApp kuthibitisha malipo yako. Alafu mwishoni utaandika na ile au maneno yanayosema ofa ya Ramadhani. Ukishaandika hivyo, basi mimi nikikuta ule ujumbe wako kupitia WhatsApp, basi nitakuwa nina uhakika kwamba wewe umefanya malipo haya ili upate vitabu. Ukiwa haujui kuthibitisha malipo kwa kutuma screenshot ya muamala kuja WhatsApp kwenye namba mojawapo katika hizo, maana zote zipo WhatsApp hizo namba. Ukiwa hujui, ukishafanya malipo, ingia WhatsApp huko kupitia namba mojawapo katika hizo, zote ni za kwangu. Andika shehe, nimelipia pesa shilingi 45,000 kwa ajili ya kupata vitabu vya ofa Ramadhani. Jina katika huo muamala ni fulani bini fulani. Kwa sababu nataka tujue ni nani aliyefanya malipo haya. Sasa mimi siwajui wanaoweza kulipia. Kwa sababu wanaolipia ni wengi kwa nyakati hizi za ofa. Kwa ukishasema jina ni fulani bini fulani, sisi tutakagua muamala ambao una jina hilo. Tukithibitisha lipo hilo jina, tutakuhudumia kwa kukutumia vitabu vyote 12. Na vitabu hivi vitatumwa kwa mfumo wa PDF, yani kwa njia ya WhatsApp kupitia simu yako au kompyuta yako au tablet yako au laptop yako, kulingana na kifaa unachokitumia. Wengine wanapenda kutumia email, wengine wanapenda kutumia WhatsApp. Kwa hiyo utatumiwa kwa njia hiyo. Ni ndani ya muda mfupi tu, ndani ya dakika 30 au chini ya 30 utakuwa umeshavipokea vitabu hivyo ukiwa nchi yoyote, baada tu ya kuthibitisha malipo yako. Ndugu zangu, hii ndio njia ya kuweza kuthibitisha malipo na kupokea vitabu. Kwa kama ulikuwa hujui, fuatilia maelezo hayo alafu then ufanye malipo. Kumbuka ofa hii kisha, yani huu mwezi ukipita, hivi vitabu hautovipata kwa bei hiyo tena. Vitakuwa vina thamani kubwa na utaweza kutumia gharama kubwa kuvimiliki. Sasa hii ni nafasi pekee ya kupata vitabu hivyo kwa bei punguzo. Sasa hiyo ilikuwa ni taarifa ya ofa, lakini tunaendelea na somo letu. Jinsi ya kutumia majina ya barati katika kuvunja kila aina ya uchawi au nguvu ya kijini katika mwili. Zipo njia nyingi zinazoweza kufanya kazi hii, lakini hii njia nitakayokuelekeza hapa ni njia ambayo imetoa matokeo mengi mazuri na ni njia rahisi. Hii ni njia rahisi. Mimi nimekuwa nikitumia sana, na hata walioniuliza baadhi ya maswali nikamwambia tumia njia hii, kwa kweli wamekuwa na matokeo mazuri, wamepata matokeo mazuri, na wengine wakanithibitishia kwamba shehe, nashukuru njia ile imekuwa ni msaada mkubwa. Cha kufanya, kama katika mwili wako una maradhi yoyote yanayotokana na uchawi, na maradhi haya yanayotokana na uchawi mara nyingi huwa ukienda hospitali kupimwa hayaonekani. Wakwambia bwana sasa tuone ugonjwa, au anaweza kukuambia tu bwana tumeona typhoid, lakini bado unagonjeka, ukitumia zile dawa hauponi. Wakati mwingine daktari anakutibu kulingana na dalili unazomwambia, lakini dawa anayokupa haiendi kutibu ule ugonjwa, anatibu tu dalili, lakini wewe unakuwa ni mtu wa kuugua. Sasa mara nyingi magonjwa ya kichawi huwa hayaonekani kwenye vipimo vya hospitali. Kwa hiyo ukitokea umekuwa na dalili za magonjwa yanayotokana na uchawi, au unathibitisha kwa hichi kinachoendelea katika mwili wangu, mfano kutembea tembea vitu mwilini, matumbo kuvimba, sijui mara kichwa kinauma bila mipangilio, yani vitu vinatembea havieleweki, basi haya mengi yanakuwa ni magonjwa yanayotokana na uchawi. Sasa ikitokea umepata maradhi hayo, nawe ukawa unahangaika sana, labda hospitali mbalimbali bila kupona, pengine wanasema hatuoni ugonjwa, wengine wanasema bwana ni malaria, wengine wanasema si ni UTI, lakini kila ukitumia zile dawa hazikusaidii, basi tumia njia hii, itakusaidia sana.
Cha kufanya, utayaandika majina yote ya barahati hii kwa idadi ya mara 3. Utaandika majina yote ya barahati. Yaani hapa unatakiwa utafute karatasi 3. Tena zinakuwa zile white paper, zile plain paper, zile ambazo hazina maandishi. Unatafuta na wino wa zafarani. Huu wino wa zafarani jamani unauzwa dukani. Mwingine anasema sasa wewe shehe, mimi nitaupata wapi? Jamani ni kwenye yale maduka yanauza dawa za asili ya Kiarabu yale. Wengine wanasema maduka ya dawa za Kisuna. Sijajua kama hii Kisuna ameitoa wapi, lakini yanafahamika kwa majina hayo. Yana asili, maduka hayo yanauza madawa yenye yana asili ya Kiarabu. Hapo utapata kina harititi, utapata sijui mafuta aina mbalimbali, sijui mafuta zaituni, mafuta miski, mafuta nini. Hapo kwenye maduka design hiyo ndio hata ya hii zafarani, wino wa zafarani unapatikana. Kuna ule unaitwa coloring food na kuna wengine ni zafarani kabisa. Sasa yoyote ile itafaa hapa. Kwa hiyo natakiwa uyaandike majina yote ya barahati kwa idadi ya mara 3. Majina ya barahati ndio kama hayo yanapita hapo kwenye hiyo karatasi. Lakini kama una kitabu cha barahati namba 1 au namba 2, majina hayo yanaonekana vizuri. Kama hauna kitabu, rejea katika posti zangu kwenye ukurasa wangu wa Facebook unaotumia jina la Tiba Facts. Kuna ukurasa kule Facebook unatumia jina hili la Tiba Facts. Ukirejea katika posti za nyuma kidogo utayakuta hayo majina nimeandika kwa orodha vizuri kabisa. Au ukiwa huyaelewi utanitumia ujumbe hapa kwenye video kwamba shehe nitumie majina ya barahati, nitakutumia hapa. Ila usinitumie kwenye WhatsApp, utayatuma hapa kwenye hii clip. Basi majina hayo unayaandika kwa idadi ya mara 3, kwamba inabidi hiyo karatasi ya kwanza utaandika jina la kwanza, la pili, la 3 mpaka la 28. Unaweka pembeni kwa kutumia wino wa zafarani. Na huyo wino wa zafarani unatumia kijiti, unachonga kijiti ndio unakuwa unachovya pale, unaandika barahati, jina la pili kariri, na kwenye kuandika unaandika jina moja mara 1. Kwenye kusoma ndio tunasoma jina moja mara 2, lakini kwenye kuandika unaandika jina moja mara 1. Kwa ukiandika jina la kwanza mpaka la 28 imetosha. Unakwenda karatasi ya pili na ya 3. Kwa hiyo majina ya barahati yanaandikwa mara 3. Kisha andikwa majina hayo katika karatasi 3 tofauti. Kisha utaziloweka zile karatasi katika maji tu yoyote yale masafi, yawe ya mvua, yawe ya mto, ila yawe maji masafi. Hakuna sharti maji gani utumie hapo, labda yawe ya bahari au ya mvua au ya mto au ya kisima, hapana. Maji yoyote yanafaa, ila cha msingi yawe maji masafi. Ukishaloweka zile karatasi, yale maandishi yatayayuka. Karatasi zabaki nyeupe utazitoa. Yakishalowana yale maandishi yakayayuka, ndani sasa ya maji hayo yaliyoyeyuka hayo yakabadilika rangi, ima yatakuwa nyekundu au wengine wanatumia ile zafarani ya njano, anaweza kaa njano. Basi ndani ya maji hayo utaweka dawa inayoitwa harititi. Harititi huu ni moto. Moja katika dawa zenye zina moto mkali kwa kuunguza majini ni harititi. Nenda dukani mwambie nipatie harititi. Harititi kama inavyoonekana hapo katika picha, hiyo ndio harititi. Ni dawa fulani inakuwa kwenye kopo la njano, hata yenyewe ukiona ndani ni ya njano, ila ina harufu kali. Utaweka adilia tu kulingana na maji kiasi gani umeyatengeneza, utakadiria. Usiweke nyingi, weka tu kiasi kidogo. Alafu utaweka na unga wa kitunguu swaumu. Jamani, unga wa kitunguu swaumu unapatikana na wenyewe madukani, ila huu utaupata kwenye maduka yanauza viungo vya chakula. Yale maduka yanauza viungo yale, sijui unakuta binzali nini, viungo vya pilau. Basi hata unga wa kitunguu saumu unapatikanaga hapo. Usihangaike sana sasa utapata wapi, au nichukue vitunguu saumu nivitwange nianike, sijui nitwange. Hapana, wenda tu dukani kwenye maduka dawa yanauza viungo, mwambie nipatie unga wa kitunguu saumu, utaupata huu. Kwa utaweka na wenyewe kiasi kidogo katika maji hayo. Kisha ukishaweka sasa, yani umeweka harititi kidogo, umeweka na unga kitunguu saumu kidogo. Kisha maji hayo utaweka kwenye chombo kisafi, alafu uyasomee majina ya barahati kwa idadi ya mara 21. Sasa kwenye kusoma hapa, huko kwenye kuandika hujalazimishwa kusali, ila ukishasema kwamba sasa natakiwa niyasomee majina ya barahati, hapo sasa inabidi upate udhu ule wa swala
kwa Waislamu wanajua jinsi ya kupata udhu. Ukishapata udhu ule wa swala, utaswali rakaa 2. Kuna utaratibu wa kuswali hizo rakaa 2. Nimeshauelekezaga katika klipu mbalimbali, lakini kwa wewe ambaye ndio unafuatilia kwanza leo ndio unajua hii habari, nataka nikupitishe kidogo. Kwa yule atakayeswali, unatakiwa uswali rakaa 2. Rakaa ya kwanza utasoma suratul Fatiha, alafu na suratul Qadri, ile inna anzalnahu fi lailatul qadri utaisoma la 10. Ukishamaliza rakaa ya kwanza utarudi rakaa ya pili. Rakaa ya pili utasoma suratul Fatiha na kul huwallahu na nyote utasoma la 10. Ukishamaliza hizo rakaa 2, ukiwa katika ile rakaa ya mwisho kwenye sijida ya mwisho kabisa pale, kwenye sijida ya mwisho pale, ambao ukichomoka hapo ni kuja kutoa salamu kulia na kushoto, basi pale unatakiwa usome jina la Allah linalosema ya wadudu ya wadudu ya wadudu kwa ile mara 7. Baada hapo utanyanyuka, utatoa shahada, utafuatilia na zile dua zake, baadaye utatoa salamu kulia na kushoto. Baada ya hapo unatakiwa umswalie Mtume SAW kwa idadi mara 100. Allahumma salli ala Muhammadi wa ali wa sahbihi wasallim, inaweza kutumika hiyo au zingine. Alafu utafanya istighfari kwa idadi mara 100. Alafu utasema ya Latif kwa idadi ya mara 129. Baada ya hapo ndio utaomba dua. Sasa utasema Mwenyezi Mungu, lengo langu la kuswali swala hii ya haja, nahitaji kuyasomea maji haya majina barati, ili yakawe sababu kuwa ni ponyo na nipozo kwa maradhi yanayotokana na mambo ya machawi. Au yakawe sababu ya kuponyesha ugonjwa wote ule utakao kuwa unasababishwa na mambo ya uchawi, basi ikawe ndio tiba yake. Ukishamaliza kuomba dua yako hapo, sasa ndio unaenda ukayakaribia ile maji kwa ajili ya kuyasomea majina haya barati kwa ile mara 21. Kwa wewe Mkristo unasema sasa mimi sijui hizo rakaa 2 nafanyeje? Kwa Mkristo, kwa sababu hajui kusali na hizo taratibu hazijui, unatakiwa ufuate taratibu zote kama tulivyoelekeza kwa mwanzo, lakini kwenye kuswali hapa wewe utaoga vizuri tu. Oga mwili wako wote. Ukishamaliza kuoga, vaa nguo zako vizuri, alafu anza kuyasomea hayo maji kwa utaratibu utakaoelekezana, kwa sababu wewe hujui kipengele cha kuswali. Watu watahoji kwa nini Wakristo wasiswali na kwa nini sisi Waislamu tunalazimisha tuswali? Kwa nini lazima sisi na sisi tuswali? Jamani, hii kuswali ndio password yake na ndio funguo yake. Lakini sasa kwa kuwa ndugu zetu hawajui utaratibu, wao watumie njia hii kwa sababu itawasaidia. Lakini kama mtu anaweza kutumia njia ya kuswali ndo asome, ni bora zaidi. Lakini hata yeye huyu ambaye hajui kuswali anaweza kutumia njia hii, akaoga vizuri, akasafisha mwili wake, akasoma na majibu akayapata kama vile wewe utakavyoyapata. Kwa hiyo ukishaanza kusoma sasa, baada ya kuswali hiyo, kwa wale wanaoswali na kwa wale ambao hawaswali wameoga tu vizuri, ndio watakiwa anze kusoma jina la kwanza mpaka la 28 kwa idadi ya mara 21. Kwa hiyo utaanza na ile barati kariri tatili turan masjal mpaka lile la shamkhabaruhum. Ukifika hapo unahesabu hii ni 1. Unarudi tena barati kariri tatili turan masjal mpaka shamkhabaruhum, unahesabu ni 2. Kwa hiyo unaweza kuwa na tasbihi yako au punje za mawe au za nafaka kama vile maharage au mahindi, unakuwa ukisoma kuanzia jina la kwanza mpaka la 28, unasogeza kapunje kamoja. Kwa hiyo unakuwa umeshahesabu zile punje ziwe 21 ili kudhibiti idadi. Sawa sawa. Kumbuka katika kuandika jina moja la barati tunaandika mara 1, ila kwenye kusoma jina moja la barati na soma mara 2 ndio inahesabika 1. Hii ni tofauti, natakiwa uifahamu. Kwa ukiyasomea maji hayo, na unatakiwa ukisoma kufikisha idadi ya mara 11, yani umesoma barati kariri tatili mpaka shamkhabaruhum, ukarudia ikafika mara 11. Ukifika hapo tia nia, simamisha kisomo, chukua yale maji, zungumza, Mwenyezi Mungu, kwa baraka na utukufu wa majina haya barati, nahitaji uyape nguvu maji haya na yakawe tiba ya maradhi yote yanayotokana na uchawi na majini. Baada ya hapo puliza yale maji mara 3. Ukishamaliza endelea na kisomo chako mpaka utakapofikisha mara 21.
Ikifika idadi hiyo, simamisha na kisomo, tia nia kama ulivyofanya hapo awali. Baada ya hapo, dawa yako iko tayari. Kisha sasa, kwa yule mgonjwa mwenye anasumbuliwa na maradhi yanayotokana na uchawi au majini, mgonjwa anatakiwa kutumia maji hayo kwa kunywa glasi moja kutwa mara 3, yani ile glasi ya robo lita ile anywe kutwa mara 3 kwa muda wa siku 7. Sasa maji gani unatakiwa uyaandae yawe kwenye kiasi gani? Kwa sababu cha kwanza, hizi glasi 3 hizi usizidishe mara 7. Yaani kila siku mtu atakuwa anatumia glasi 3. Sasa maji yanayotakiwa kunyweka siku 7 utakuwa umeshajua idadi yake ni ngapi. Alafu kuna maji mengine yanatakiwa yabaki ambayo utakuwa unatumia kwa kupaka mwili mzima asubuhi na jioni. Yaani kama unaoga kwa mfumo ule wa kujipaka. Unakwenda unaoga asubuhi maji yako ya kawaida, ukitoka kuoga bafuni umeingia chumbani, unachukua maji mengine kwenye kikombe, unaanza kujipaka kuanzia kichwani mpaka miguuni, isipokuwa tu kwenye tupu ya mbele na tupu ya nyuma. Jamani, huko msifikishe maji. Ila akifika kwa bahati mbaya sio vibaya, ila usipaki kwa kukusudia. Yaani kwenye uchi wa mbele na uchi wa nyuma. Maana unaposema tupu, wengine wanasema hatujaelewa hiyo tupu ni nini. Tupu ni uchi wa kike au wa kiume, ule wa mbele au ule wa kutolea haja kubwa. Usipitishe maji hayo kwa makusudi huko. Basi unakuwa unafanya hivyo asubuhi na jioni. Asubuhi huku dozi ya kunywa inaendelea na dozi ya kupaka inaendelea. Basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah utaondokana na changamoto hiyo. Jamani, hii ni tiba moja nzuri sana. Nimeshafundisha sehemu nyingi sana, lakini ndio hivyo, watu wanauliza maswali na sisi tuna wajibu wa kuwajibu. Sasa tunapojibu kwenye public kama hivi, tunatoa faida kwa watu wengi ambao wanakuwa hawaelewi kinachoendelea, lakini kuna baadhi yenu mnaelewa sana hizi njia. Nimeshazifundisha sehemu nyingi sana. Lakini hii uzuri wa njia hii ni nzuri sana. Unaweza ukaanza kutumia dawa hii, baada ya muda ukaanza kuota unapambana na majoka makali au mambwa au masimba, unayakata. Ukiona ndoto zinakuja design hiyo, au unaota unapigana na unawaangamiza watu katika hali ambayo hukuitarajia, basi ujue dawa hii inafanya kazi vizuri na ule ubaya unauangamiza. Na baada tu ya muda mfupi utaanza kuona faraja na utapona kabisa. Ndugu zangu, ni majina baratini ni majina hatari sana. Ni majina ambayo kama mtu atajua kuyatumia na siri zake akazitambua, anaweza kaishi katika hii dunia kama mfalme kabisa. Nilisimuliwa kisa kimoja na ndugu yangu mmoja kutoka Zanzibar kule. Akasema, "Shehe, mimi huaga nasoma majina ya barati mara nyingi sana. Na nimeshakaa riadha ya majina ya barati mwezi mzima." Mwezi mzima, kwa sababu majina ya barati mtu anaweza kukaa riadha yake siku 7 au siku 14 au 21. Sasa yeye huyu bwana alifunika mwezi mzima, anazingatia utaratibu ule wa kukaa riadha. Akatoka kamaliza riadha yake akaendelea na mambo mengine. Sasa siku moja ananiambia huyu bwana alikuwa anakwenda msikitini. Alipofika msikitini akavua kanzu yake akaenda msalani, yani chooni kujisaidia. Akaivua ile kanzu akaweka msikitini pale. Ameingia msalani, ametoka kujisaidia, akarudi akapata udhu pale kwenye kulateni, anaingia msikitini avae kanzu, akuta kanzu imeibiwa. Akauliza waliokuwemo mle, wakasema si hatujaiona kanzu yako. Aliyeiba amekaa kimya. Basi yule bwana akaswali, akamaliza, akaenda zake nyumbani. Kufika nyumbani kwao akamuuliza, "Bwana, kanzu yako iko wapi?" Akasema, "Nimeibiwa msikitini." "Umeibiwa msikitini?" "Kweli msikitini mtu anaweza kukuibia kanzu kweli?" Akasema, "Kweli wameniibia. Sasa mimi nifanyeje?" Akasema, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Sasa yule bwana hakushtaki chochote wala kumuomba Mungu chochote. Sasa yule mtu aliyeiba kanzu, baada ya wiki moja akamtuma mtoto wake kwamba, "Chukua hii kanzu umpelekee mtu fulani kule msikitini. Umwambie aje nyumbani tuyamalize." Yule bwana akachukua ile kanzu akampelekea akaenda kwa yule bwana aliyeibiwa. Akamwambia, "Bwana, nimekuletea kanzu yako hii." Akasema, "Hii kanzu ni ya kwangu kweli. Iliibiwa wiki moja iliyopita huko nyuma. Imekuaje wewe umeipata wapi?" Akasema, "Hii bwana ni mzee aliichukua." Yaani baba yake na yule alileta kanzu, kwamba baba yake ndo aliiba sasa. Akasema, "Na hivi ninavyozungumza baba yangu ameparalyze mwili mzima, haufanyi kazi."
amepata stroke. Anasema hivi, nenda nyumbani mkasameheane yaishe. Akasema mimi nilipoibiwa nilitangaza msikitini na si kwa ubaya. Nilitangaza ili kanzu yangu irudi, lakini sasa kwa kuwa yeye alichukua na hakuniambia na yeye alisikia ile tangazo na siku natangaza na yeye alikuwepo, kumbe alichukua ni yeye, mimi siendi msikiti, siendi kwake, atajua mwenyewe. Kwa hiyo hii ni habari ndogo tu ya majina ya Barati, lakini kiukweli mtu anayesoma majina ya Barati akikuapiza jambo lolote litakukuta. Yani ni swala la muda, weka tu kwa kusubiri, litakukuta tu. Hata asipokuapiza, kuna wakati mahudamu wakimpenda yule mtu wao wanakushughulikia vizuri tu na matokeo atarudisha kwa mwenye nayo. Kama huyu bwana, yeye hakuomba chochote, hapo tu jambo la kawaida kwa sababu ni mpole na nini, akasema basi bwana, wala Mungu ndo anayejua zaidi. Lakini pale tu kitendo cha kuhuzunika, mahudamu wakaona haiwezekani. Wewe unaibiwaje kazi, sisi tunakutumikia wewe? Wakaenda kumshughulikia yule bwana, wamempa stroke, mpaka leo hii yuko kitandani, amepoza mwili mzima, anaomba aende wakamalizane. Sasa wanamalizana vipi? Kwa hiyo haya majina Barati ni jambo kubwa ambalo kama mtu atalielewa na kulifahamu vizuri, anaweza kaishi katika mgongo wa ardhi kama mfalme, kama nilivyosema hapo awali. Sema tu bahati mbaya watu wengi hatujui siri za majina haya. Watu wamekuwa wakihoji majina haya yametokea wapi? Majina haya asili yake ni nini? Je, kwenye majina 99 majina yanapatikana wapi? Jamani, majina haya asili yake yameanzia kwa Nabii Suleimani alayhisalam. Kwenye utawala wa Nabii Suleimani kule kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Asif bin Balkia. Huyu Asif bin Balkia ndio aliyeletaga kile kiti cha enzi cha ufalme wa yule malkia wa nchi ya Shaba kwa muda wa kupepesa jicho, ambao hata jini Ifrit alishindwa. Sababu jini Ifrit alisema mimi nitakileta kile kiti kabla hujaondoka kwenye kiti chako wewe nabii. Yaani kabla hujasimama kwenye kiti mimi nitakuwa nishaenda na nikakileta. Suleiman akasema unakawia. Akatokea mtu mmoja aliyepewa elimu ya kitabu ambaye ndo alikuwa anaitwa Asif bin Balkia, na wewe alikuwa ni miongoni mwa wale mawaziri, watu wenye nafasi za juu kabisa kwenye utawala wa Nabii Suleimani. Alikuwa anaitwa Asif bin Balkia. Ndo akakileta kile kiti cha enzi cha mfalme yule wa nchi ya Shaba, yule mwanamke. Kwa muda wa Suleimani tu kufumba na kufumbua jicho lake, anakikuta kiti kimeshaletwa hapo. Sasa Mungu amemzungumzia huyu katika suratu Namli. Ukisoma kule katika suratu Namli, kama unajuaga kusoma Qur'an, kasome suratu Namli, ile sura ya sisimizi. Maana Namli ni sisimizi. Sasa kuna kwenye Qur'an kuna sura inaitwa suratu Namli, sura ya sisimizi, imeelezea habari za wale sisimizi waliosema ingieni kwenye mashimo yenu kabla Nabii Suleiman hajamikanyageni na jeshi lake pasipo kutambua. Sasa kwenye ile sura kuna hizi habari za huyu Asif bin Balkia. Huyu ndio aliyeletaga kile kiti cha enzi cha yule mfalme wa nchi ya Shaba kwa muda wa kupepesa jicho. Sasa huyu mtu ndio aliyepewa haya majina ya Barati. Yalianzia kwake, akafundisha na yeye, watu wakaenda wanafundishana mpaka enzi zetu hizi. Na elimu ya Barati ni ya enzi na enzi, lakini inafanya kazi vile vile. Kwa watu huwa wanahoji na kuwa hivi, lakini sasa ni kwa sababu ya uchache wa elimu, na sisi hatuna uwezo wa kumfahamisha kila mtu. Vitu hivi huwa tunafundishana kwenye yale magrupu ya kulipia, ndio mnapeana story, mnapeana hamu, mnapeana faraja, mnapeana utaratibu kwamba hichi kinatumika hivi, hichi kilikuwa hivi, hichi enzi hizo zilikuwa hivi. Kwa hali majina matukufu mno na yana nguvu kubwa mno, na kama unataka jaribu kuwa unasoma kila siku, alafu unaapiza jambo unalolitaka. Kama ni utajiri, apiza kwa mimi nataka utajiri. Kama ni mali, apiza mimi nataka mali. Kama ni mke, apiza. Kama ni gari, kama ni chochote kile unachokitaka wewe, unasoma tu afu unaapiza, utaona baada muda mfupi hilo jambo itafunguka mpaka utashangaa. Sisi kipindi tunafundishwa kwa mara ya kwanza majina haya na walimu wetu, tulikuwa tunashangaa, tunasema hivi inawezekanaje? Lakini tulipoingia kwenye vitendo, tunashukuru Mungu, kila tulichokiapiza kilitokea kwenye maisha. Kila ambacho tulitamani kukimiliki tulishakimiliki. Mpaka tunafika hatua ya kuwafundisha watu, tunataka na watu waweze kunufaika. Basi ndio hivyo tu, hatuna lingine. Tunataka na watu wengine wanufaike na hizi elimu. Kwa inshallah kwa leo somo letu tutaishia hapo, lakini tutaendelea na majina haya Barati katika vipindi vingine. Tumeshajifunza mpaka jina la 24. Nafikiri somo la kufafanua jina moja moja tutakuja kujifundisha
jina la 25 Mungu akipenda katika siku za mbele huko. Mimi ni Ustaz Bashiri na hii ni Tiba Facts Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.